Ndugu mtazamaji unayetufuatilia toka tulipoanza hapo awali, toka awali tulianza na habari ya mafuta ya MOE, namna ambavyo yanapatikana na mchanganyiko wake. Lakini siku ya leo nimekuja hapa kwa ajili ya kukupa zawadi na fursa, kwa sababu nimeona katika jamii yetu kuna watu wengi ambao wanateseka na vitu vingi ambavyo vinaweza vikatibika, hasa kwa upande wa wanawake. Nataka kuzungumzia sana PID na UTI. PID na UTI imekuwa ni changamoto sana kwa wenzetu hawa wanawake, inawasumbua sana. Sasa nataka hapo ulipo wewe mwanamke unayenitazama, naomba nikusaidie, kwa sababu yawezekana imekuwa ni tatizo na shida kwa muda mrefu juu ya hiyo UTI na PID. Ni kwa nini inasumbua sana wanawake? Wanawake jinsi walivyoumbwa, ni rahisi sana wao kuathirika na UTI na maambukizi ya haya UTI pamoja na PID, kwa sababu tumesema kwamba UTI au PID ni vitu ambavyo asilimia kubwa vinaambukiza kutokana na mambo ya ngono au mambo ya kushare vioo au maliwato, tuseme kwa kifupi. Sasa hii inawaathiri sana wanawake kwa kiasi kikubwa sana kuliko wanaume. Ukisema kwa nini? Kwa sababu ukianza kuangalia, mwanamke anapokuwa anaenda maliwato kujisaidia, yeye ni lazima achuchumae, lakini mwanaume inakuwa ni asilimia ndogo sana, kwa sababu anakuwa mfanye amesimama, wale bakteria kuweza kumfikia inakuwa inachukua muda mrefu kutokana na ule umbali. Kwa hiyo imekuwa ni asilimia kubwa sana wanawake kuweza kuathirika na hii UTI na PID. Lakini pili, wakati anaenda kujisaidia, labda majimaji yale yanaweza yakasababisha kwamba apate maambukizi ya UTI na PID. Kwa kifupi sana, nimekuja hapa kwa ajili ya kusaidia hapo ulipo, mazingira unayoyaishi. Kuna mimea ambayo ipo na ukiitumia vizuri itakusaidia. Hii tatizo la UTI litakoma, hii tatizo la PID litaisha kabisa. Kwa kwanza, nianze na mmea mmoja ambao upo katika mazingira yako. Ni rahisi sana, unajiotea wenyewe, unaitwa ua ama ua la nyota ya Yerusalemu. Tukisema ua la nyota ya Yerusalemu, ni mmea fulani ambao utauona unapita hapo. Kama umeshindwa kuelewa hili jina ambalo nimelitaja, utaona huu mmea unaopita hapo mbele yako. Huu mmea una kazi kubwa. Inawezekana wewe ulitumia tu katika maua, ama umeliona tu kama ni ua tu ambalo halina maana yoyote katika mazingira yako, lakini na kazi kubwa sana katika kutibu UTI, kutibu PID. Unafanyaje ili UTI na PID kwako iwe ni mwisho? Kitu cha kwanza unapoenda kufanya, kwa maumivu makali ambao unayapata wewe kwa UTI na PID, chukua mti mzima ambao unaitwa ua nyota ya Yerusalemu, unanyofua ule, au unachukua mti mzima, kuanzia mimea, kuanzia magome, kuanzia majani pamoja na maua, unasafisha, unatwanga, unayachemsha. Baada ya kuyachemsha, tumia kama ni chai. Unakunywa asubuhi kikombe kimoja, jioni kikombe kimoja, kwa muda wa siku 7. Hii tatizo litakuwa limeisha kabisa kabisa. UTI sugu kwako itakuwa imekoma, PID itakuwa imekoma, ya kiwango chochote na level yoyote itakuwa imeisha. Kama haujanielewa juu ya maelekezo ambayo nimeyatoa hapa, naomba unipigie simu kwa nambari hii hapa 0686374823. Lakini pili, huu mmea ambao nimeutaja hapo, ukiwa na maumivu wakati wa hedhi, inakusumbua kabla na baada, ukichukua huu mmea ukauchemsha, ukanywa kama nilivyotoa maelekezo hapa, hautopata maumivu tena, wala hutokuja kuyasikia tena maumivu. Kwa kabla sijakuletea mmea mwingine, naomba unitafute kwa namba hizo ambazo nimezitaja hapo. Narudia tena kwenye namba zangu 0686374823. Mmea wa pili, kwa sababu tuko kwenye engo hiyo ya kutibu UTI, kutibu PID na maumivu ya hedhi, mmea mwingine unapatikana katika mazingira yako hayo unayoyaishi. Huu mmea unajiotea wenyewe, lakini wengine wanapanda, unaitwa mziwaziwa. Huu mmea unafanya kazi nyingi sana, yaani kazi ni nyingi mno, lakini kwa sababu tuko kwenye engo ya UTI, tuko kwenye engo ya PID, tuko kwenye engo ya maumivu ya hedhi, unauchukua huu mmea jinsi ulivyo wote, unautwanga, unauchemsha, unatumia kwa siku 7. Unakunywa kikombe cha chai asubuhi jioni kwa siku 7. Hayo maumivu yatakuwa yameisha kabisa, hayo matatizo yatakuwa yameisha kabisa. Nimejaribu kutaja hii mimea miwili kutokana kwamba yawezekana kwenye mazingira yako
mmea mmoja sio rahisi kupatikana na mwingine ukawa ni rahisi kupatikana. Kwa yote hii mimea inafanya kazi yote kwa urahisi zaidi. Hakuna mmea ulio zaidi ya mmea mwingine. Yote inafanya kazi kubwa, inatibu PID, inatibu UTI, inatibu maumivu ya hedhi. Lakini mimi nimetaja hii mimea miwili kwamba kwenye mazingira yako inawezekana kuna mziwaziwa ambao ni rahisi kupatikana, basi utumie mziwaziwa, au huu mti ambao tumeutaja hapo kwamba ua la nyota la Yerusalemu ambao ilikuwa ni rahisi kupatikana kwenye mazingira yako, ukautumia huu mmea.